Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Continue, najua hadithi zinazoendelea, story ya Iran inaendelea. Taarifa za karibuni zinaonyesha kama hali kuanza kurejea. Hata baadhi ya vyanzo ndani ya Qatar vinasema ndege na wafanyakazi, maafisa waliokuwa kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani ya Al-Udeid, ambayo ndio kambi kubwa zaidi ya Marekani Mashariki ya Kati, wameanza kurejea. Ndege zilizokuwa zimeondolewa zimeanza kurejea. Inanikumbusha wakati wa Promise One. Mnakumbuka Promise One? Mnaikumbuka Promise One? Promise One ilikuwa ni shambulizi la kwanza la Iran kwa Israeli, na hilo lilitokana na Israeli alifanya mashambulizi Syria. Alipofanya mashambulizi Syria, akaenda akapiga ubalozi mdogo wa Irani uliopo Damascus. Akaenda akaupiga. Ubalozi ni diplomatic area, unaweza kusema. Yaani ni eneo la kidiplomasia. Ndio maana unaona kuwa labda mwanasiasa anaweza kuwa amekorofishana na nchi fulani, halafu akakimbilia kwenye ubalozi wa nchi fulani. Yaani ukienda kwenye ule ubalozi unahesabika kama upo kwenye hiyo nchi. Yaani usalama kamili unakuwa nao. Na sheria zilivyotungwa, hata kama maafisa wa ubalozi wanataka uondoke, wanaweza wakakuchukua, wakasafiri, wakakutoa pale. Sheria zinataka wasiingiliwe na mamlaka yoyote ya nchi hiyo. Mpaka wanaweza kuwafikisha airport na wakakusafirisha bila kizuizi chochote. Manake ile ni diplomatic. Sasa unapopiga ubalozi inakusudia umeipiga nchi. Anaweza kwenda kwenye mkataba wa, nadhani ni mkataba wa 5 wa Umoja wa Mataifa, anaweza kwenda kuangalia kifungu cha 5 au cha 21 kidogo kimetoka katika hivyo viwili ambavyo unaruhusiwa kujibu pale umeguswa. Irani wakaiandikia barua Umoja wa Mataifa, mmeona tunaenda kujibu. Promise One, wakati rais alikuwa sio huyu Masoud, alikuwa ni yule somo yangu Ibrahim Rais. Irani wakafanya mashambulizi mabaya sana ndani ya Israeli ambayo yalitajwa yaliangamiza ndege nyingi za Israeli. Ndege nyingi za Israeli zilikwenda. Japokuwa unajua ndani ya Israeli ni kawaida, hata kwenye ile vita ya 12 days war unaona hata waandishi wa habari wa kimataifa hawakuruhusiwa kuripoti. Hata kurekodi video marufuku, chochote hakuna kuchukua, hakuna kuonyesha madhara yoyote. Ile ilitaja kuwa ndege nyingi sana ziliangamizwa. Ndege nyingi ziliangamizwa za Israel katika ile Promise One. Sasa hila kutoa ndege za Marekani kwenye kambi ya Al-Udeid limenikumbusha hilo swala. Ilivyokuja Promise 2, mnakumbuka Promise 2 ilivyokuja? Promise 2, kitu cha kwanza kabisa Israeli walichokifanya kwenye Promise 2 ni kuondoa ndege nyingi zilizokuwa kwenye kambi za kijeshi, Negev na kambi nyingine ambazo zilikuwa za mashirika ya ndege. Yani ndege ziliondolewa nyingi, na ndege nyingi za Israel zinatajwa zilipelekwa Cyprus na zingine zikapelekwa Ugiriki, lakini nyingine zilikaa kwenye anga ya mbali kusubiri muda wa mashambulizi ya Irani yafanyike, kwa sababu walikuwa na ile kumbukumbu ya Promise One. Sawa. Sasa ndege zimeanza kurudishwa za Marekani kwenye kambi za Qatar, inatajwa kambi za Kuwait, lakini hadi kambi za Imarati ambazo ndege zilikuwa zimeondolewa sasa zimeanza kurejeshwa katika kile ambacho wanasema hali imeanza kurejea kurudi kuwa sawa. Sasa taarifa inaonyesha kuwa kuna shinikizo au kuna ombi limetolewa kwa washirika watatu wa karibu wa Marekani, dakika za nyongeza. Yani wanasema dakika za nyongeza, kwa sababu ukiangalia taarifa na baadhi ya vyombo vingine vinasema kuwa tayari ndege 6 za Marekani zilikuwa tayari zimeruka
kwenye anga ya Qatar zikielekea kutaka kufanya mashambulizi ndani ya Irani. Tayari Irani walikuwa wameshafunga anga na kuachia makombora yao, wameyaweka sawa kujibu kile kinachotokea. Tayari ndege za Israeli zilikuwa zimeruka na zikawa kwenye anga ya Iraq na anga ya Syria. Tayari ndege za upelelezi kutoka mashirika mengi yakiwemo Uingereza, Ufaransa, Jordan, Saudi Arabia, tayari ndege za kijasusi nyingi zilikuwa kwenye anga katika kusubiri nini kinachoendelea kutokea. Wakati huo huo, dakika za mwishoni, kukatoka shinikizo kubwa kutoka kwa Saudi Arabia, Qatar na Oman. Wakamwambia Trump, usiguse hapo, ni pabaya, utatuvuruga hapa, hatupawezi kukalika hapa, ukigusa hapa kaliki, kwa hofu kuwa kuivuruga Irani utaivuruga Mashariki ya Kati nzima. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alikuwa anaongea na Fox News. Akaambiwa, kwanza akaulizwa, je, mna mpango wa kuwanyonga wale mliokamata, yani wale waandamanaji waliokamatwa? Akasema hiyo taarifa imetolewa na vyombo vya habari vya magharibi, wala hatukuwa na hiyo plani, wala sisi hatujazungumza kuhusu kunyonga watu, japokuwa tuna utaratibu, lakini hatujazungumza kuhusu hilo. Una nini cha kumwambia Donald Trump? Unajua Araghchi asemaje? Ninamkumbusha asifanye kosa alilolifanya mwezi Juni. Asifanye kosa alilolifanya mwezi Juni, atajuta. Nilimsikia mkuu wa majeshi wa Irani anasema, tumevumilia sana hizi dharau. Mara hii tunataka kuionyesha dunia uwezo wetu na nguvu zetu. Ndio alichokisema. Mara hii tutaionyesha dunia uwezo wetu na nguvu zetu zilipo. Sasa Qatar, Oman, Saudi Arabia wanamwambia Marekani, usithubutu, utatuvuruga hapa, patachafuka kweli kweli. Ukiwa Oman, ukiwa kwenye mji wa bandari wa Sohar ambao ni mji wa viwanda kwa hivi sasa, unajua ndio bandari ya Oman ilipo hivi sasa. Ile bandari kubwa ilihamishwa kutoka pale Matra, zamani ilikuwa pale Matra, ile Mina Tkabus, ilishiftiwa ikapelekwa kule Sohar, wastani kilomita kama 200 kutoka Muscat. Ule ni mji wa viwanda uko Oman. Ukiwa Sohar, ukiingia baharini kidogo sana, utaona taa za Iran. Kama usiku utaona mwanga upande wa pili wa Iran. Si chini ya kilomita 10 tu ukiingia baharini tayari utakuwa umeiona Iran. Kwa hiyo kile ambacho kingejiri ndani ya Iran, Omani wangekuwa pua na mdomo. Yaani walikuwa ni hapo hapo karibu sana, na huenda ingeleta taharuki na madhara hata ya usafiri na vitu vingine kwa Omani, kwa sababu ingelazimu baadhi ya maeneo ya anga ya Omani yasipitishe ndege. Baadhi ya maeneo ya anga ya Omani yasiweze kupitisha ndege, kwa sababu yatakuwa ni maeneo yaliyo karibu sana na mzozo au karibu sana na vita. Wakati wa vita lolote hutokea, wakati wa mashambulizi lolote hutokea. Mwaka 2020 wakati Marekani ilipomuua General Qasem Soleimani, mnakumbuka, ilikuwa ni awamu ya Trump mwishoni, wakamuua kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad kwa amri ya Donald Trump. Akauawa General Qasem Soleimani, kiongozi wa Al-Quds, akiwa sambamba na Abu Mahdi al-Muhandis, kiongozi wa Kataib Hizbullah, moja ya makundi makubwa ya kishia yenye silaha ndani ya Iraq. Linatajwa kuwa na wapiganaji zaidi ya 100,000, wanaitwa Kataib Hizbullah, wako ndani ya Iraq. Niliwahi kuambia, baada ya Marekani kuiangusha Iraq, Marekani alikimbilia kwenye mafuta, Irani akakimbilia kwenye siasa na kumiliki makundi yaliyo pale. Kwa hiyo ukipima kwa uwezo wa ndani wa Iraq, Irani ana sauti kubwa kuzidi Marekani na maamuzi yanayo. Na ndio maana baada ya kifo cha General Qasem Soleimani, bunge la Iraq lilipiga kura kufukuza vikosi vyote vya kimataifa vilivyo katika ardhi ya Iraq viondoke. Lakini hii yote ilikuwa ni shinikizo ambalo lilitolewa wapi? Tehran. Sawa. Sasa baada ya kuuawa General Qasem Soleimani, Irani wakaapa kuwa tutalipa kisasi. Na walilipa wapi? Walilipa kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo wapi? Iraq. Mara hiyo hawakupiga kwingine, walipiga Iraq. Baada ya kupiga Iraq, wakanyanyua makombora wakaelekeza Tel Aviv, wakaelekeza Dubai. Wakati huo nilikutana na swali kuwa
Kwa nini Dubai? Hivi sasa mnaelewa kwa nini Dubai. Mara hiyo nilikuwa nikitoa maelezo, watu walikuwa hawanielewi. Miaka hiyo wenzenu sisi tunayazungumza haya mambo. Kuna watu nawaambia siku hizi wamedandia juu kwa juu, alafu wanakuja kutufundisha. Sisi wakati wote tulikuwa tukifuatilia hayo mambo vizuri kabisa. Hiyo ilikuwa 2020 January. Sasa wakati Irani inafanya majibu ya ile shambulizi kwenda upande wa Iraq, wanafanya ile mashambulizi, bahati mbaya kombora la Iran moja likaipiga ndege ya Ukraine by mistake. Ndege inatoka uwanja wa Tehran, ikadunguliwa. Ile ndege ilikuwa na abiria zaidi ya 200 na wote. Na ndio ugomvi mkubwa ukazuka kwa sababu Irani kwanza walikataa. Na nakumbuka nilifanya interview na chombo kimoja wakati huo, na mimi nikasema Irani wamekataa. Kwa hiyo na mimi nikatimea pale. Baadaye Irani wakakubali. Kuna mtu akaja kunisuta, wewe ulikataa. Nikamwambia umeshindwa hata kuninukuu vizuri. Nimechukua taarifa ya Irani ambayo kwanza walikanusha. Halafu baadaye wakasema tumefanya uchunguzi wa kuja kugundua bahati mbaya moja ya kombora lilipiga ndege ya Ukraine. Na ndio asili ya ugomvi ulivyoanza wa Ukraine na Irani. Mpaka leo hawajawahi kuelewana. Irani alitaka wafanye mazungumzo sana na Ukraine. Akakubali kuwa hasara yote ataifidia na watu wote walioumia, watu wote waliokufa na kulipwa, lakini Ukraine hakutaka hilo. Ndio maana mwanzo wa mzozo kati ya Urusi na Ukraine, Irani alienda moja kwa moja upande wa Urusi. Moja kwa moja, na akatoa msaada mkubwa kwa Urusi. Kampa Urusi makombora, kampa ndege, drone za Shahid, kampa vitu vingi kwa ajili ya Ukraine, kwa sababu tayari Ukraine wamekuwa na ugomvi na Irani kwa muda mrefu kuanzia wakati huo. Sasa nakusudia kuambia kuwa kombora zinaweza zikapiga ndege. Ndio maana nakwambia kuwa kuna baadhi ya anga, mfano Omani, anga yake ingefungwa baadhi ya maeneo kwa sababu ya ukaribu wa kati ya Qatar, kati ya Omani pamoja na Iran. Lakini hali kadhalika Qatar pia angeathirika kwa sababu Qatar kwanza ana anga ndogo sana, ambayo kwa wale wanaosafiri huwa mnaona ukifika Qatar, kama uko kwenye anga ya Qatar, kama kutakuwa kuna delay kidogo hata ya dakika 5 kwa ndege kutua chini, yani ukiambiwa subiri, kwa sababu Qatar airport yao inakuwa na ndege nyingi. Kwa hiyo kama mtaambiwa tu subirini kidogo juu kwa dakika 5, basi ile ndege itaenda kugeukia Saudi Arabia, halafu ikirudi inaweza ikageukia Bahrain, kwa jinsi Qatar ilivyo kieneo kidogo. Na warudisha nyuma na wakumbusha, mnakumbuka mgogoro wa 2017? Mgogoro wa mwaka 2017 kati ya Saudi Arabia, UAE, Kuwait na washirika wengine wa Kiarabu walipogombana na Qatar, kwanza Saudia alikata usaidizi wote kwa Qatar. Qatar ni kieneo au kinchi ambacho kilikuwa kinapokea mahitaji yake kwa 60% kutoka kwa Saudi Arabia, au more than that, yani ilikuwa ikipokea kwa kiwango hicho. Kwa hiyo Saudia ilikata chakula, maji, sijui nini, ilikata katika ule ugomvi ambao Qatar alitajwa kuwa Qatar alikuwa anaunga mkono Muslim Brotherhood. Qatar alikuwa anaunga mkono makundi yenye misimamo mikali. Qatar alikuwa anaunga mkono sera za Irani wakati huo. Na ukumbuke wakati huo 2017 ndio ugomvi ulikuwa umekolea kweli kweli kati ya Saudi Arabia na Iran. Ndio wakati huo alikuwa ameuawa Nimri. Ndio wakati huo visa zimekatwa, hakuna uhusiano kabisa wa kidiplomasia kati ya Teherani na Riyadh. Yani ilikuwa ndio wamekuwa maadui kweli kweli wakati huo. Kwa hiyo Qatar akakatiwa kila kitu na Waarabu wenzake. Anga wakafunga, wakamwambia huwezi kutumia anga zetu. Alifanya nini Qatar? Alikuwa anaagiza kutoka Uturuki vyakula, halafu anga aliilipa Iran kutumia anga yake. Kwa hiyo Qatar, ndege za Qatar zikawa zikitumia zaidi anga ya Iran. Qatar akawa akiilipa Iran kiasi cha dola milioni 100 kwa mwaka kwa matumizi tu ya anga yake katika zile ndege zake. Hapo tena wakastuka wazungu, wakaona kuwa yani ni kumpiga chura teke, kwa sababu kila siku tunaweka vikwazo kwa Irani asipate fedha, halafu kitendo hiki kinamsababisha yeye Irani apate fedha. Baadaye Waarabu wakarudi kuzungumza na kila kitu. Kwa hiyo nataka kuonyesha kuwa athari ya mzozo wa Irani vile ingeathiri wengine. Wakati Waarabu walipomfungia anga kutokea Saudi Arabia, kutokea wapi, Qatar alitumia anga ya Irani na akawa anapita. So huu mzozo ungesababisha pia matatizo ndani ya Qatar. Sasa wanamwambia hawa washirika kuwa hatutaki hili litokee. Baada ya suluhu ya Irani na Saudi Arabia, ambao kiasili isimamiwa na China ndio aliwakutanisha, wakazungumza, wakajaribu kuanza kuclear baadhi ya vitu. Leo hii unajua kati ya Saudi Arabia na Irani hakuna maombi ya passport.
ambayo wameidhinisha. Yani unaingia na kutoka. Ukiwa Mwirani utaingia Saudi Arabia, ukiwa Saudi Arabia utaingia tu, utagonga, yani passport control inakuwa pale pale immigration kwenye gate. Kwa wameondoa, yani kiasi kikubwa wamejaribu kutatua matatizo na migogoro ambayo ilikuwa imewasababisha. Mahujaji wengi ambao huenda Saudi Arabia wanatoka Iran. Leo hii hawana tena mgogoro. Sasa Saudi Arabia, kama nilivyowahi kuambia kwenye mgogoro wa Yemen, kuwa Saudia alijifunza baada ya mzozo wa kwanza wa Yemen, kutatua matatizo kwa njia ya diplomasia ndiyo njia. Hataki mzozo mpya na majirani zake. Amekuwa akihakikisha kuwa hataki tena kukwanguana hasa na majirani wenye nguvu. Huwezi kuanzisha mzozo na jirani mwenye nguvu kama Irani na ukaishi kwa usalama. Huwezi kuanzisha. Lakini undumila kuwili wa ulimwengu wa magharibi umeiamsha Saudi Arabia kuona nyekundu nyekundu, blue blue. Tofauti na mwanzo Saudia walikuwa wanaona nyekundu blue blue nyekundu. Sasa Saudia wanaona kila kitu katika njia yake. Lakini uamuzi wa Saudi Arabia, Qatar na Omani kuisababisha Marekani iache kutekeleza kile inachokitekeleza kwa kauli ya Abbas Araghchi kuwa Israeli inamlazimisha kumvuta Marekani kwenye vita kwa sababu zake, hiyo iko wazi. Sasa pale Israeli amemshawishi Marekani, kamshawishi kila kitu, Marekani kaisha nyoosha kuwa nitaingia. Halafu dakika za mwisho anatokea Saudi Arabia, anatokea Qatar, anatokea Oman, anawaambia, anamshawishi Marekani kuwa usifanye hicho kitu, na Marekani anasikiliza hizo sauti. Ndio kile kiliofanya ule mchoro ule wa reshape the world ambao huwa nawaambia, ule mchoro wa kuirekebisha dunia ulivyokwenda Venezuela, na hapa ndio unapofanya kazi. Bila shaka kwenye corridor wanaambizana, ndio maana tunataka hiki kiondoke. Ndio maana tunataka hiki kiondoke, kwa sababu hatutaki nchi au yoyote awe ana maamuzi na Marekani kuzidi sisi. Marekani ni robot letu, sisi tukikomandi linafanya kazi. Sasa hilo ndio lililosababisha Wazayuni wamlazimishe Marekani, nenda Venezuela. Nenda Venezuela upate nini? Upate mbadala wa sauti. Kuzima sauti ya nani? Ya Saudi Arabia. Ukipata mafuta kule mengi kuzidi ya Saudi Arabia, Saudia hatakuwa na sauti kwako. Sisi tutaamua nini tunachokiamua, ambacho kinaweza kikatokea wakati wowote. So hili si tu kuwa labda limefurahisha, lakini ni ukweli walichokizungumza Saudi Arabia, au kweli walichozungumza Omani na Qatar, kuwa vurugu ya Iran ingeleta machafuko makubwa eneo lote la Mashariki ya Kati. Taarifa na vyanzo mbalimbali vinasema, na hiyo taarifa ameisema mkuu wa majeshi wa Irani pia. Anasema tunayo taarifa rasmi, tunafahamu rasmi kuwa Israeli, Marekani wameafadhili makundi hapa katika nchi jirani, kuyapa silaha na mafunzo kuja kutaka kuanzisha uasi wa ndani hapa kwetu. Hiyo taarifa tunazo. Sasa unaweza ukapinga hii taarifa vipi, hali ya kuwa Mossad na Amerika walikuwa wanathibitisha wazi kuwa walikuwa sehemu ya vurugu zilizokuwa zikitokea ndani ya Iran. Lakini ndani ya Irani, kadri muda unavyokwenda, CCTV kamera zinazidi kuonyesha uhalifu wa wahalifu ambao ulikuwa unafanyika katikati ya maandamano. Na wao ndio wanajisifu kuwa sisi tulikuwa tu tukichezesha ile ngoma, yani tukiratibu ile shughuli. Iko wazi moja kwa moja. Sasa unaweza ukapinga vipi hilo swala? Maanake unapata jibu tu kuwa lengo ni lile lile. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, hivi kwa nini Irani wasikamilishe tu project ya nuclear ijulikane moja? Nilishawahi kulijibu hili na nikawaambia yote hayana faida. Irani akitangaza kuwa okay ninayo nuclear leo, raia wa ndani wa Irani watastruggle tu kwa vyovyote vile, kwa sababu fitna itapikwa ni kubwa kuzidi hii ya sasa. Maana yake kwa sababu Irani kama ana nuclear itakuwa dhidi ya Amerika, dhidi ya Israel, dhidi ya nchi zingine. Nuclear yake hawezi kuitumia kwa raia wake, sio dhidi ya raia wake. Kwa hiyo wao ni lazima watataka kuondoa utawala kupitia ndani. Yani maana yake wataongeza uasi wa ndani na kuchochea, yani watatia vikwazo, yani kuhakikisha kuwa nchi watu hawawezi kumudu chochote kwa njia yoyote, ili ule utawala uanguke, kufitinika kutokea ndani. Sasa athari ya kuwa na nuclear, kuwa Irani hata leo akisema nina nuclear atapigwa vikwazo kuliko hivi alivyonavyo hivi sasa. Yani hivi vikwazo alivyonavyo ni cha mdoli, atapigwa vikwazo kuliko hivi alivyonavyo hivi sasa. Lakini kitendo cha kutokuwa na nuclear pia unakosa
ile udhibiti wa usalama wako mwenyewe wa moja kwa moja. Irani achague lipi? Achague kuwa na nyuklia halafu aanze kupambana na ndani, au abaki hivyo hivyo kupambana na wanje hali ya kuwa ndani kumetulia? Bado huu ni mtihani mkubwa sana kwa utawala huu wa mamula. Wana mtihani mkubwa sana. Yaani kuna wakati huwa ninakaa naangalia the way wanaishi kwenye sanction. Yaani jinsi gani wanaishi kwenye vikwazo kwa miaka 45, lakini wameweza kustable vipi? Yaani wamewezaje kuiweka nchi hivi? Nadhani kuna watu mmeshawahi kwenda Iran. Irani ni nchi ya mfano. Irani imeendelea kweli kweli. Irani wana miundombinu, wana barabara, wana majengo, wana metro, wana kila, yani treni za mjini, treni za chini ya ardhi, kila wana vitu, wameendelea kweli kweli. Irani imeendelea kweli kweli. Wana teknolojia, wana kila kitu. Fikiria juzi ambayo imeleta story kubwa sana. Kule Urusi na Ukraine, Starlink alishusha internet yake kumsaidia Ukraine kwa ajili ya Urusi. Urusi na teknolojia yake hajawahi kuzima mtandao wa Starlink. Irani kauzima. Irani kaushusha mpaka wenyewe wakashangaa, Starlink vipi huyo ameweza kushusha Starlink? Ameizima Starlink. Jana Starlink wakajaribu kuongeza power ya masafa ili aweze kushuka, na baadhi ya watu jana kidogo wakaanza kupata internet wanasema, lakini mamlaka inajaribu tena kuanza kukata mawimbi ya Starlink yapotee. Hii teknolojia unaweza ukaipata wapi hali ya kuwa umefungiwa ndani? Kila kitu unachotaka kufanya kwa ajili ya huna. Ndio utakao unajiuliza kuwa hawa watu wana elimu kiasi gani? Unajua Irani hata wakati wanasayansi wake wanauawa, walikuwa wanasema kuwa ni kujisumbua kuua wanasayansi wetu, kwa sababu tuna maelfu ya wanasayansi. Wanatajwa wanasayansi wengi wa Irani zaidi ya 70% ni wanawake. Hiyo ndio inavyotajwa hivyo, ni wanawake zaidi ya 70% wanasayansi. Israeli, Amerika wamehujumu, wameua wanasayansi wengi wa Iran, lakini still Irani bado na project zao zinaendelea, kila kitu kiko sawa. Sasa hebu iwazie Iran without sanction for 45 years. Hebu ichukue hiyo picha, iweke Irani ikiwa bila vikwazo katika miaka 45. Unazungumza na Irani gani? Ipi Irani unaizungumza? Wanasema kama isingekuwa na sanction, kama kungetakiwa kuwepo na Paris katika Asia, basi ilikuwa ni Tehran, kama kusingekuwa na vikwazo. Hawa watu wanajua nini wanakifanya. Mchana nilizungumza sana kuhusu aina na muundo wao wa jeshi lao mpaka ufike mwisho kule, au ukubalike kiasi gani uweze kuwatawala. Hawa watu hawatawaliki. Hawa watu wana historia kubwa ya dunia, ya kuitawala dunia mara kadhaa. Ukisoma Genghis Khan, wakati tawala zao zile zimekuwa tawala ambazo zina historia ukatili mkubwa sana. Genghis Khan alikuwa anakaa Tabriz. Rahby Digital, haki na ukweli.